tuwe na wiki ya muungano mashuleni, ili twende tukajenge fikra za muungano kama ambavyo waasisi wa taifa hili, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mzee Abedi Amani Karume wameturithisha. Kila mwezi wa 4 unapoingia, tutenge wiki ya muungano. Shule zote nchini kuanzia sasa mwezi wa 4 mwakani zitaanza kufanya maonyesho ya sanaa, maonyesho ya ngonjera na mijadala kuhusu muungano. Hii itakwenda sambamba na kutoa elimu ya msingi kuhusu muungano. Lakini pia haya yafanyike katika shule zetu zote za msingi nchini na shule zetu zote za sekondari nchini. Nitazungumza na waziri wa elimu ili kuona uwezekano maelekezo haya pia yaende kwenye vyuo vikuu kote nchini, ili Watanzania wajue tulikotoka, hapa tuliko na kule ambako baba wa taifa alitamani tuwepo. Tuanze haraka kampeni hii ya kitaifa. Twende mashuleni, twende magengeni, twende masokoni, tukaeleze umuhimu wa muungano huu. Kampeni hii itawakumbusha vijana kuwa muungano si nyaraka ambazo zinapatikana serikalini, bali ni hali ya kuishi kwa pamoja. Muungano ni hali ya kuheshimiana. Muungano ni hali ya kushirikiana na kulijenga taifa hili katika misingi ambayo baba wa taifa ametusisitiza katika nyakati zote. Ndugu wananchi wenzangu, leo zaidi ya kusherehekea, tunapaswa kutafakari na kujiuliza, je, tumeimarisha kweli muungano huu na tumeurithisha kwa vizazi vijavyo, au tumekuwa ni walinzi waliolala usingizi kwenye lango la urithi wetu? Swali hili mimi na wewe twende tukajiulize. Je, ni kweli tumeimarisha misingi ya kurithisha watoto wetu na kizazi hiki na kizazi kijacho misingi ya huu muungano? Wahenga wanasema, ukiona kivuli kimepungua usimlaumu jua, jiulize kama mti wako umekauka. Muungano wetu ni mti, kazi yetu ni kuupanda upya kila siku kwenye mioyo ya vijana wetu. Tuupande fikra za muungano kama ambavyo baba wa taifa aliziturithisha kwetu kwenye mioyo ya vijana wetu, na huu ni wajibu wa kila mmoja wetu. Kwa hiyo tufanye kazi hii kama wito wa kihistoria. Muungano huu haukuwa zawadi kutoka kwa watawala waliokuwa wakitutawala wakati huo, bali ni matunda ya damu, ni matunda ya jasho na uamuzi wa wazee wetu hawa wakuu wa historia ya Afrika Mashariki, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mzee wetu Sheikh Abedi Amani Karume, Mwenyezi Mungu awahifadhi huko waliko. Walikutana si kwa bahati, bali kwa dhamira. Walisaini si kwa shinikizo, bali kwa shauku ya kuwaonyesha mataifa mengine ya Kiafrika kuwa umoja ni nguvu. Kwa hivyo leo, kwa sauti moja, tusimame kwa fahari tukisema, muungano si historia, muungano ni urithi, muungano si nyaraka, muungano ni maisha, muungano si siasa, muungano ni utu, muungano ni udugu, ni moyo wa Tanzania. Wimbo wetu uwe tutalinda, tutaenzi, tutatunza muungano wetu huu kwa heshima waliotuachia wazee wetu, ili itufae kizazi cha leo na kizazi cha kesho.